Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kongo News Swahili, karibu katika taarifa hii ya habari. Hizi ndizo baadhi ya habari muhimu tulizokuandalia kwa sasa. Zaidi ya wanajeshi 1500 wa jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliokuwa wameachiliwa na muungano wa AFC pamoja na waasi wa M23 wanatarajiwa kuhamishwa kuelekea Kinshasa, huku shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu likitangaza utayari wake wa kusaidia katika zoezi hilo la kibinadamu. Katika jimbo la Kivu Kaskazini, uharibifu mkubwa umeripotiwa katika mji wa madini wa Rubaya, wilaya Masisi, kufuatia tukio jingine la maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika eneo hilo. Na katika siasa za kikanda, waziri wa mawasiliano ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Patrick Muyaya Katembwe, amesema kuwa makubaliano ya Washington yanaweza kubadilisha mwelekeo wa mgogoro unaoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akidai kuwa makubaliano hayo yameathiri mipango ya upanuzi wa kisiasa na kiusalama inayohusishwa na nchi ya Rwanda. Hii ndizo baadhi ya habari ambayo tutaendelea kukupatia katika taarifa yetu hii ya habari. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tunakuomba kubaki nasi mwanzo hadi mwisho ili tupate habari za kuaminika tena za kuenea. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu linalojulikana kama ICR limetangaza kuwa liko tayari kusaidia katika zoezi la kuwasafirisha zaidi ya wanajeshi 1500 wa jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliokuwa wameachiliwa huru na muungano wa AFC, Alliance Fleuve Congo, pamoja na kundi la waasi wa M23. Wanajeshi hao wanatarajiwa kupelekwa katika mji mkuu wa nchi hiyo ambayo ni Kinshasa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ICR, shirika hilo la kibinadamu linaweza kusaidia katika kuratibu usafiri na kuhakikisha kuwa uhamisho huo unafanyika kwa njia salama na inayoheshimu sheria za kimataifa na za kibinadamu. Lengo kuu ni kuhakikisha usalama na ustawi wa wanajeshi hao baada ya kipindi cha mapigano makali yaliyotikisa eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano kati ya jeshi la serikali na kundi la waasi wa M23 yamekuwa yakiongezeka katika majimbo ya Kivu Kaskazini na maeneo ya jirani. Mzozo huo umeathiri maelfu ya raia, wengi wao walazimika kukimbia makazi yao na kutafuta hifadhi katika maeneo salama zaidi. Mashirika ya misaada ya kibinadamu yamekuwa yakionya kuhusu hali ngumu ya maisha kwa wakimbizi na watu waliokimbia makazi yao kutokana na vita hivyo. Kundi la M23 ambalo limekuwa likihusishwa na muungano wa AFC limedai kuachilia wanajeshi hao kama sehemu ya hatua ya kibinadamu. Hata hivyo, bado kuna wasiwasi kuhusu mustakabali wa usalama katika eneo hilo, kwani mapigano bado yanaendelea katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haijatoa maelezo ya kina kuhusu hatua zinazofuata baada ya kurejeshwa kwa wanajeshi hao. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaona kuwa tukio hili linaweza kuwa ishara ya juhudi za kupunguza mvutano, lakini pia linaonyesha ukubwa wa mgogoro uliopo katika eneo la Kivu. Kwa upande wake ICR, shirika ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu, imeendelea kusisitiza umuhimu wa kuheshimiwa kwa sheria za kimataifa za kibinadamu na kulindwa kwa raia wakati wa migogoro ya silaha. Shirika hilo pia limeahidi kuendelea kufanya kazi na pande zote zinazohusika ili kusaidia waanga wa vita na kupunguza mateso ya kibinadamu. Wakati huo, jumuiya ya kimataifa inaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali ya usalama katika eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wito umeendelea kutolewa kwa pande zote zinazohusika kuacha mapigano na kutafuta suluhisho la amani litakalorejesha utulivu katika eneo hilo. Hiyo ndio ilikuwa ripoti ya habari kuhusu hatua ya mashirika kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICR ya kusaidia uhamisho wa wanajeshi zaidi ya 1500 waliokuwa wameachiliwa na kundi la waasi ya AFC na kundi la M23 kuelekea Kinshasa.
Waziri wa mawasiliano na msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Patrick Muyaya Katembwe, amesema kuwa makubaliano yaliyofikiwa mjini Washington yanaweza kubadilisha mwelekeo wa mgogoro unaoendelea mashariki mwa nchi hiyo, hasa katika maeneo ya Kivu Kaskazini ambako mapigano kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23 yamekuwa yakiendelea. Akizungumza katika mahojiano yaliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii, waziri huyo alieleza kuwa makubaliano hayo ya Washington yameathiri kwa kiasi kikubwa kile alichokiita mipango ya upanuzi wa kisiasa, kiusalama na hata kihalifu inayohusishwa na rais wa Rwanda Paul Kagame. Kwa mujibu wa Patrick Muyaya, hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za kimataifa za kutafuta suluhisho la kudumu kwa mgogoro unaoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri huyo alisitiza kuwa makubaliano hayo yanaangalia zaidi mustakabali wa eneo hilo na kuleta mazingira ya amani ya kudumu. Alisema kuwa mtazamo wa serikali ya Kinshasa, makubaliano ya Washington ni makubaliano ya siku za mbele, yakilenga kujenga msingi wa utulivu wa kisiasa na usalama katika ukanda wa maziwa makuu. Mgogoro wa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umekuwa ukichukua muda mrefu na kuhusisha makundi mbalimbali ya waasi. Kundi la M23 limekuwa mojawapo ya makundi nguvu katika eneo hilo, na serikali ya Kongo imekuwa ikishutumu Rwanda kwa kuunga mkono kundi hilo, madai ambayo Rwanda imekuwa ikiyakanusha mara kwa mara. Katika miezi hivi karibuni, jumuiya ya kimataifa imeongeza juhudi za kidiplomasia ili kupunguza mvutano kati ya nchi hizo mbili na pia kurejesha amani katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Mazungumzo mbalimbali yamekuwa yakifanyika yakihusisha nchi za ukanda huo pamoja na washirika wa kimataifa. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa, makubaliano ya Washington yanaweza kuwa hatua muhimu katika kutafuta suluhisho la kudumu la kisiasa kwa mgogoro huo. Hata hivyo, wanatahadharisha kuwa utekelezaji wa makubaliano hayo utahitaji ushirikiano wa pande zote zinazohusika pamoja na ufuatiliaji wa karibu kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Wakazi wa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekuwa wakikabiliwa na madhara makubwa ya mgogoro huo, ikiwemo ukosefu wa usalama, maelfu ya watu kuhama makazi yao na changamoto za kibinadamu zinazohitaji msaada wa haraka. Serikali ya Kongo inaendelea kusisitiza kuwa suluhisho la kudumu lazima lihusishe kuheshimiwa kwa mipaka ya nchi na kuondolewa kwa makundi ya waasi yanayofanya shughuli za kijeshi katika eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sasa macho ya wengi yameelekezwa katika utekelezaji wa makubaliano ya Washington na athari zake katika mustakabali wa amani na usalama katika ukanda wa maziwa makuu ya Afrika. Hii ndio ilikuwa ripoti ya habari kuhusu kauli ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo juu ya makubaliano ya Washington na nafasi yake katika mgogoro wa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimesababisha madhara makubwa baada ya kutokea kwa tukio la maporomoko ya ardhi katika mji wa madini wa Rubaya uliopo katika wilaya ya Masisi, jimboni Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka viongozi wa eneo hilo na mashuhuda ambao walikuwa katika eneo hilo, wamesema kuwa maporomoko hayo ya ardhi yaliyotokea kufuatia mvua kubwa iliyonyesha kwa muda mrefu, hali iliyosababisha udongo kulegea na kuanza kusogea kutoka maeneo ya vilima vinavyozunguka mji huo. Tukio hilo limesababisha uharibifu mkubwa wa makazi ya wananchi pamoja na miundombinu mingine muhimu. Ripoti za awali zinaeleza kuwa nyumba kadhaa zimeharibiwa vibaya, huku familia nyingi zikilazimika kukimbia makazi yao kwa hofu ya hatari zaidi. Baadhi ya barabara ndogo zinazounganisha vitongoji vya Rubaya pia vimeathiriwa, jambo linalofanya shughuli za uokoaji na msaada kuwa ngumu kufanyika. Eneo la Rubaya linajulikana sana kwa shughuli za uchimbaji wa madini, hasa madini ya coltan na mengine muhimu yanayotumika katika teknolojia mbalimbali duniani. Hata hivyo, kutokana na shughuli za uchimbaji pamoja na hali ya kijiografia yenye vilima vingi,
Eneo hilo limekuwa likikabiliwa mara kwa mara na hatari ya maporomoko ya ardhi, hasa wakati wa msimu wa mvua. Baadhi ya wakazi waliokumbwa na tukio hilo wanasema maporomoko hayo yalitokea ghafla usiku au alfajiri na kuwafanya watu wengi kukimbia haraka ili kuokoa maisha yao. Wengi wamepoteza mali zao zote, huku wakihitaji msaada wa haraka wa kibinadamu kama vile chakula, malazi ya muda na huduma za afya. Viongozi wa eneo la Masisi wameanza kutathmini kiwango cha uharibifu uliotokea. Wakati huo mashirika ya kibinadamu pamoja na vikundi vya uokoaji vinaendelea kufika katika eneo hilo ili kuwasaidia waathirika na kutoa msaada wa dharura. Wataalamu wa mazingira wanaonya kuwa matukio kama haya yanaweza kuongezeka ikiwa hatua madhubuti hazitachukuliwa kudhibiti uharibifu wa mazingira, ikiwemo ukataji miti na uchimbaji holela wa madini katika eneo la miteremko mikali. Wanatoa wito kwa mamlaka za serikali na wadau wa sekta ya madini kuweka mikakati ya kudumu ya kulinda mazingira na pia kuimarisha usalama wa wakazi wanaoishi karibu na maeneo ya uchimbaji. Kwa sasa juhudi zinaendelea kuhakikisha waathirika wanapata msaada wanaohitaji, huku uchunguzi ukiendelea kubaini kiwango kamili cha madhara yaliyosababishwa na maporomoko hayo ya ardhi katika mji wa Rubaya, wilaya ya Masisi, mkoani Kivu Kaskazini. Hiyo ndiyo ilikuwa ripoti ya habari kuhusu madhara makubwa iliyosababishwa na maporomoko ya ardhi katika mji wa madini wa Rubaya, Masisi, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.